jina la Yesu Kristo tunaomba Bwana uwepo wako uende nasi jioni ya leo. Watu hawa wameacha vyote, wamekuja kwenye madhabahu yako, wanatamani wapokee kutoka kwako. Kila mmoja anatamani madhabahu hii iwe majibu kwenye maisha yake. Ninakusihi Mungu, nitumie kama upendavyo, na watu wako wanaokwenda kupokea neno hili lisiwe ni neno tu la kusikia, lakini likawe ni neno la kutuvusha, la kutuinua na kutupa nguvu ya kusonga mbele katika safari ya imani. Na tumeomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Basi naomba ukae katika uwepo wa Mungu. Ni kuombe fundi mitambo niweke vizuri kidogo. Ni mshukuru sana Mungu ambaye ametupa jioni ya leo kuwepo katika semina hii ambayo ni ya kwanza kabisa katika msimu huu wa pili wa huu mwaka. Nimbariki Mungu kwa ajili yako kwa namna ambavyo umeweza kuwa sehemu ya semina hii pamoja na wale wanaotufuatilia. Jina la Bwana libarikiwe. Basi siku ya leo kama nilivyosema ni siku ya maombi, na tutapata nafasi ya kwenda mbele za Bwana. Na kama nilivyokuwa nimetangaza toka jana, leo tutasimama na sadaka maalum ambayo ni sadaka ya agano kwa ajili ya maombi haya. Na huduma hii si kwamba inaisha, bado tutakuwa jumuiya kesho, lakini panapo jioni tutakuwa pamoja. Alafu tutakuwa Jumapili na ibada ya vijana, na Jumatatu semina inaendelea kama kawaida. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu awe katikati yetu, atusaidie. Na wale mnaotufuatilia, endelea kutufuatilia. Ninaamini Mungu atafanya kitu. Leo ni siku ya maombi wapendwa. Nimshukuru Mungu kwa ajili ya wachungaji tunao hapa, mngepiga makofi kwa ajili yao. Lakini waimbaji pamoja na praise, jina la Bwana libarikiwe. Sijui wale wanakwaya walioimba hapa watatu wapo? Okay, hawapo. Lakini ombe tukimaliza basi praise tuonane kwa dakika 2. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Natamani nikwambie kitu cha namna hii. Hebu fungua na mimi kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, ile sura ya 5 na mstari wa 14 na wa 15. Leo ikiwa ni siku yetu ya maombi, katika hili somo zuri kabisa ambalo limebeba umuhimu wa kufanya ibada binafsi na Mungu. Hebu angalia kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, ile sura ya 5 na mstari wa 14 na ule wa 15. Anasema, na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake atusikia. Jina la Bwana libarikiwe. Tukiomba kitu, tunapoenda kwenye maombi, neno limetuhakikishia tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Ni mapenzi ya Mungu uinuliwe, ni mapenzi ya Mungu upone, ni mapenzi ya Mungu ujibiwe maombi yako, ni mapenzi ya Mungu ukue kiroho, ni mapenzi ya Mungu ushinde jaribu loko mbele yako. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema mstari wa 15, na kama tukijua kwamba atusikia tuomba chochote, twajua kwamba tunazo zile haja tulizomwomba. Kwa hiyo unapoenda mbele za Mungu, nenda na agenda. Nitakufundisha jioni ya leo, na ninakufundisha hapa. Usije kama wewe ni mwana maombi ukatoka nyumbani ukaenda tu kwenye ibada ya maombi, labda ni semina kama hii, au ni ibada ya mkesha, au ni ibada ya fellowship, au ni warsha mbalimbali za kiroho, ukatoka nyumbani huna agenda. Ni lazima uwe na agenda ya kukusaidia. Unamwambia Mungu, toka nyumbani ninakwenda kwenye ile madhabahu. Mungu, nimebeba hii agenda, ninaomba ukutane na mimi. Sema amen. Na ukijiandaa utamwona Mungu. Anasema kwenye Mithali 16
ule mstari wa kwanza. Mithali 16 ule mstari wa kwanza. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, jawabu la ulimi hutoka kwa nani? Kwa Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa huwezi kupata majawabu ambayo hayajaandaliwa. Hata mwalimu anayekwenda darasani, leo tuna shule yetu nzuri hapa ya Agape. Ukiona walimu wamemaliza ile jioni, hawaendi nyumbani, watakuwa na kikao kwa ajili ya kujadili siku imekwishaje, watajipanga kwa ajili ya siku ya kesho. Vikao haviishi, ni kila siku. Kwa nini? Ili kuiandaa kesho iliyo njema. Usiende mbele za Mungu kienyeji. Hata ukitoka kazini, yawezekana uko hapa, umetoka kwenye biashara, umetoka nyumbani, umetoka ofisini, kuna mahali umetoka na Mungu akakuleta kwenye hii semina. Itahidi unapokuwa njiani, mwambie Mungu, ninakwenda, lakini ukutane nami katika hiki ninachokwenda kukiomba. Ukijiandaa una majawabu, na mimi nakuombea Mungu akawe majawabu yako jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Angalia na mimi kile kitabu cha Isaya 45 na ule mstari wa 11. Isaya 45 na ule mstari wa 11. Isaya 45 na ule mstari wa 11. Maandiko yanasema, Bwana mtakatifu wa Israeli na muumba wake asema hivi, niulize kwa habari ya mambo yatakayokuja, mambo ya wana wangu na habari ya kazi ya mikono yangu, haya niagizeni. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema niulize, anasema Bwana mtakatifu wa Israeli na muumba wake asema hivi, niulize kwa habari ya mambo yatakayokuja. Wapendwa, kwamba ni nini kilichoko kesho sisi hatujui. Dunia inakwenda wapi kesho sisi hatujui. Kanisa linakwenda wapi sisi hatujui. Tanzania inakwenda wapi sisi hatujui, lakini Mungu anajua. Jina la Bwana libarikiwe. Tumebeba imani ya kwamba tukiwa na Yesu tunayaweza mambo yote katika yeye anayetutia nguvu. Lakini mwenye majibu ya kesho yetu, anayejua kesho yetu itakuaje, ni Mungu mwenyewe. Sasa Mungu ametupa msimu wa pili wa huu mwaka, na kama ametupa msimu wa pili wa huu mwaka, manake tunakwenda mpaka Disemba. Na hatutazami tu kwamba Mungu atupe Disemba, tunatamani maisha yaliyoshiba kwa jina la Yesu. Tunatamani umri kwa jina la Yesu. Sema amen. Tunatamani nyakati za kuburudishwa. Anasema niulize sasa kwa habari za mambo yatakayokuja, mambo yanayokuja kwenye ndoa yako, mambo yanayokuja kwenye kampuni yako, mambo yanayokuja kwenye mahusiano yako, mambo yanayokuja kwenye afya yako, mambo yanayokuja kwenye ofisi yako. Kuna vitu vinakuja. Kuna watu wengine wakikaa kwenye ofisi, Mungu anawaonyesha kabisa ya kwamba tulia, Bwana anakwenda kukuinua. Wengine wanaonyeshwa katika ndoto, wengine katika maono. Ndio maana nilizungumza na watu hapa nikawaambia, kama unalala na unaamka huoni chochote, huoni chochote, ulimwengu wako wa roho umekufa, umekufa kabisa. Rudi kwenye maombi, rudi kwenye maombi. Ni lazima mpendwa uone. Biblia imesema kabisa siku za mwisho vijana wataota ndoto, wazee wataona maono. Ni lazima uone kitu kwenye ulimwengu wa roho. Ukiona unalala tu alafu ghafla unaanza kuota ndoto mbaya, yani Januari mpaka saa hii mwezi wa 7 hauoti ndoto ya maana, ujue kabisa ulimwengu wako wa roho ulishavamiwa siku nyingi, ya kwamba unaendeshwa kwenye uharibifu. Kuna upande wa pili wa Mungu wa baraka zako, na mimi nakuombea utakapokuwa unaomba, Mungu akuonyeshe ni nini kitatokea katika jina la Yesu. Akuonyeshe, na akikuonyesha utakuwa na nguvu ya kuendelea katika jina la Yesu Kristo.
Anasema niulize kwa habari za mambo yatakayokuja. Mwambie Mungu, mtoto wangu anakwenda shule, mjukuu wangu anakwenda shule, huyu ni mtoto ninamtunza, ana mitihani ya kitaifa mwaka huu, anakwenda wapi? Nionyeshe Mungu, huyu mtoto anavuka ama anakwama. Jina la Bwana libarikiwe. Uko kwenye mahusiano, hayo mahusiano yanaweza yakabeba uchungu, yanaweza yakabeba kilio, yanaweza yakabeba maumivu. Mwambie Mungu, haya mahusiano mpaka lini? Kuna watu wanaishi kwenye ndoa zaidi, sio ndoa, mahusiano. Yani yuko na mume wake, wamezaa watoto zaidi ya 4, hawafungi ndoa, hawashiriki sakramenti, hawaendi jumuiya. Muulize Mungu, ninakwenda wapi? Kuna watu wamekaa kwenye ndoa za changamoto, yani hiyo ndoa haijawahi kuwa na furaha. Sasa unamuuliza Mungu, sasa Mungu, ninakwenda wapi? Hii ndoa itaniletea pressure, itaniletea sukari, au huko baadaye nitavuka? Ninakuombea kwa jina la Yesu, Mungu asinyamaze, akufunulie hiyo siri katika jina la Yesu Kristo. Amesema sitafanya jambo ni mpaka nimewafunulia watumishi wangu hiyo siri. Ninaomba mbingu yako isinyamaze unapomwambia Mungu kwa habari ya miezi hii 6 ambayo Bwana ametupa. Ninakuombea uso wa Bwana uende pamoja nawe. Mungu asikie maombi yako na akujibu katika jina la Yesu, amen. Anasema mambo ya wana wangu. Amezungumza kwenye Yohana 1:12. Wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale wanaoliamini jina lake. Anasema muulize kwa habari za wana wangu. Ni Mungu anataka wana, watoto wa Mungu, wale wanaoitwa kwa jina la Mungu, waliotoa maisha yao wakamkiri Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Yesu au Mungu anasema niulize kwa habari za hawa watumishi wangu, ya kwamba utumishi wao unakwenda wapi, maombi yao yanafanya nini, kwa habari ya utumishi, ufalme ambao Mungu ameweka ndani yao. Anasema na kwa habari za kazi ya mikono yangu. Yani sio mikono yako wewe, mikono ya Mungu juu ya maisha yako, juu ya mkono wake unaokuponya, unaokuinua, unaokutetea, unaokulinda. Alafu anasema haya ni agizeni. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio nikakwambia jioni ya leo uje hapa ukiwa na agenda. Mungu amekupa nafasi ya kuagiza, na watu wengi wamekamatwa kwenye ufahamu, hawaelewi nini kinachoendelea. Na wakati wa neema ndio hapo adui anakamata fahamu. Leo kuna watu niliwachekesha, siwaambii ni watu gani, lakini kuna watu niliwachekesha na walicheka kweli. Lakini ngoja nikupe hapo kidogo kwamba watu walichekaje, ufahamu wa kwako. Kuna mfalme mmoja alikuwa na shamba kubwa, na kilikuwa ni kipindi cha kilimo. Kama mnavyojua hata hapa Kahama ni kipindi cha mavuno sasa hivi. Kwa hiyo yule mfalme akawa amelima sana na mavuno yakatoka mengi, yani mwaka ule yalitoka mengi mno. Sasa akafikiria, sina pesa, lakini haya mahindi ni ya kuvuna na sina pesa za kulipa watu, nafanyaje? Akaita wanakijiji wote, akawaambia wale ambao hawana kazi waje, kuna kazi ya kuvuna. Wakaja watu wengi kweli kweli. Sasa wakaanza asubuhi, wakaenda saa 6, wakaenda saa 9, wakafika saa 10. Sasa ile saa 11 watu wamechoka, wanajiuliza, hivi huyu mfalme ana pesa za kutulipa? Kila mmoja anakuwa na wasiwasi. Akatokea mmoja akasema, mimi siamini kama mfalme huyu ana hela za kutulipa, alafu nimeshachoka, alafu ni jioni, sijui narudije nyumbani. Akasema, bwana, ngoja mimi nikusanye tu
haya majani nijaze mzigo mkubwa, alafu mimi nibebe nikaweke pale, maana nasikia hata shingo inauma. Watu akamwambia beba mahindi, yeye akasema hamna, hata jua tuko wengi, tunaenda kumimina. Kwa hiyo akakusanya majani mengi kabisa, akatengeneza limzigo likubwa kama la dhambi, akaja nalo, yuko namna hii amebeba hilo limzigo, anaonyesha ni mahindi yamejaa namna hii. Sasa akakuta mfalme amesimama, ndio ile trip ya mwisho. Kila ukija na mzigo anakwambia kaa pembeni, kaa pembeni. Akajifanya analemewa. Mfalme akasema, wapendwa, ni kweli sina pesa ya kuwalipa, kwa hiyo kila mtu na mzigo wake aende nao nyumbani. Haya, simeona mmecheka. Jina la Bwana libarikiwe. Sema amina. Sema amina. Ndio hapo, yani ile wakati wa neema, yani wakati wa neema unaondolewa kwako. Yani nilikwambia wapendwa, kama unataka kuwa mwana maombi na unataka kumwona Mungu, jifunze kuombea ufahamu wako. Ufahamu wako kwamba haya ni majira, sina mengine. Kwa mfano, tumemaliza miezi 6. Kama huu ni msimu wa pili wa huu mwaka kiserikali, hii ndio Januari ya serikali. Yani ndio kabisa mwaka mpya wa serikali. Hauanzagi Januari. Hiyo Januari ni ya kwetu sisi, lakini serikali ya Tanzania, hata fedha, hata bunge limekaa Dodoma, wamechukua bajeti mpya, ndio inaanza sasa hivi mwezi wa 7. Kwa hiyo ni lazima ujue naweka msingi wa kwenda huko mbele. Sasa ninajua nilikotoka, ninajua niliko. Je, ninapiga hatua, ninakwenda? Ukiona ugumu unatulia, unamwambia Mungu, natengeneza msimu mpya, lakini kwa msingi ambao sio wa kawaida. Na ndio maana ya semina hizi katika jina la Bwana. Kwa hiyo ukitengeneza msingi wako unafika kwa jina la Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa kuna wakati mwingine majaribu yanakuja kwako, na hapa ndipo penye mitihani ya watakatifu wengi na waombaji wengi na watu waliokoka wengi wamekamatwa hapa. Yani jaribu likija kwako linakumaliza kabisa. Kuna mtu jaribu likija hapa anaweza akakaa wiki 2, wiki 3 hajaweza kuomba, hajaweza kuja kanisani, haendi jumuiya, na kuhakikishia amekwisha nyang'a. Lakini jaribu limeinuka, jaribu limeinuka, lakini linamkamata mtu. Sikiliza nikwambie, kuna mtu mmoja pale Dar es Salaam, naamini hata kama atakuwa ananisikia, naomba huu mfano ukusaidie. Huyu mtu miaka mingi iliyopita, nina kama miaka karibu 7 hivi sijaonana naye, sijui yuko wapi. Lakini kipindi hicho alikuja kwangu akaniambia, mtumishi, ninapita kwenye mapito magumu sana, nisaidie kuomba mtumishi wa Bwana. Ninajua ukiomba Mlawi wa Mungu wako anajibu, omba. Nikamwambia shida nini? Akaniambia shida ni ndoa yangu, ni huyu mume wangu. Nikamwambia kafanya nini? Akanieleza kila kitu. Nikamwambia unatakiwa kufanya maombi ya namna hii. Akakaa akaniambia, unafikiri hata naweza? Yani unavyoongea hivi, ukisogea mbele sijui hata umeanzia wapi, unaenda wapi. Mimi nakutazama sielewi chochote. Nikamwambia sasa nikusaidieje? Nikamwambia nimepata mbinu moja, ngoja nikuandikie maombi ya asubuhi, nikuandikie maombi ya mchana, nikuandikie maombi ya jioni. Kwa hiyo wewe utakachofanya, utakaa hivi, utasema asubuhi, nasema Baba, ninakushukuru kwamba nimeamka salama. Asante kwa ajili ya afya, asante kwa ajili ya ndoa yangu, asante kwa ajili ya watoto wangu. Mungu, ninakuja mbele zako, ninaomba toba, ninaomba rehema pale nilipokosea, nilipochoka. Ninaomba siku ya leo uwepo wako ende pamoja nami. Nikamwandikia kila siku sala 3. Nimekaa wiki nzima nikajaza daftari.
Nikawa sasa nimempelekea, nikamwambia wewe ukishamka usiulize ni nini. Siku ya kwanza omba, siku ya pili ni haya, maombi ya asubuhi, maombi ya mchana, maombi ya jioni. Akasema ndio maana Mlawi ninakupenda sana. Nikamwambia asante kunipenda, maana hata usiponipenda yuko ambaye amenifia, nimemwacha Dar es Salaam. Sema amina. Jina la Bwana libarikiwe. Ambia potelea Morogoro, hata kama unanipenda kuna aliyenifia, liroho limemdondokea. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa nikaenda nikakaa wiki ya kwanza, wiki ya pili nikampigia simu, nikamwambia unaendeleaje? Akaniambia vizuri. Nikamwambia nilitamani hata nijue unaendeleaje. Akaniambia mtumishi, si ukaribie nyumbani. Nikamwambia mna shida. Nikatoka nikaenda nyumbani kwake, nikakaa, akanikaribisha juisi, na mimi ninavyopenda juisi na matunda. Nikaipiga vizuri kisawasawa. Glasi ya kwanza ni haraka haraka, ya pili unaenda nayo slow. Sasa nikamuuliza, umefikia wapi kuhusu yale maombi ambayo nilikwambia? Akaniambia huyu mshenzi siku ile ile ulivyonipa ile daftari alikuja alinitamkia neno, sijui hata wapi nilitupa ile daftari. Akatamka kitu cha namna hiyo, sio huyu mume wako, sio huyu. Akasema huyu mshenzi, yani huyo ni muombaji huyo. Akasema siku ile yani ulivyoniachia sijui hata nililitupa wapi, unaweza kuniandikia mengine? Nikamwambia hakuna shida, na kwenda kukuandikia mengine. Mungu ananiona nilivyogeuka hivi. Ni mwaka wa 7 sijawahi kurudi wala kumpigia simu. Jina la Bwana libarikiwe. Niko madhabahuni, Mungu ananiona. Hakuna cha simu, hakuna cha kurudi. Wapendwa, hata kama waheshimu basi, hata kama Mlawi ana kichwa cha mabonde, waheshimu hata nilivyo na urefu. Jina la Bwana libarikiwe. Waheshimu hata utumishi, waheshimu hata hii sauti. Jina la Bwana libarikiwe. Mwanaume mzima, nina mke, nina watoto, ninawasa nyumba, ninawasa viwanja, ninawasa injili, tunawasa ienze. Wapendwa, leo hii unakaa na mtu ambaye mume amemtamkia neno, na huyo sio mume, ni mshenzi wake nyumbani. Unategemea huyu mtu atatoboa? Huyu mtu atatoboa? Ninahubiri nikijua kuna watu wako mpaka nje ya nchi wanafuatilia mafundisho, lakini kuna watu jaribu likija na kuhakikishia siku 3. Hata waimbaji wengine, ndio maana utakuta kuna waimbaji wengi kabisa, waimbaji, nazungumza waimbaji, praise, mko hapa, Mungu awasaidie. Jina la Bwana libarikiwe. Yani kabisa hatakaji kusikia neno, yani kuliko asikie neno, yani ni bora. Yani neno kwake ni kichefuchefu, wanaruka kama vitenesi. Utadhani wanamtumikia Mungu, lakini huku ndani kuna madhabahu nyingine. Kuna mtu hapendagi kabisa neno la Mungu. Kuna mtu hapendagi maombi. Yani maombi kwake ni vitu vinatembea kwenye mwili, anaweza akalala, yani yuko kama yuko kuzimu. Ninakuombea wewe kwenye semina hii, maombi yawe ni nguvu yako katika jina la Yesu Kristo, na jina la Bwana libarikiwe. Sema amen. Na mimi ndio maana natamani uwe na mbingu yako mwenyewe. Yani uwe na mbingu yako mwenyewe. Yani mbingu tunayoenda, hata kama umeolewa, hautaenda kutoa hesabu na mume wako au na mke wako. Hata kama unaimba, hautaambiwa ulikuwa kwa kwaya useme ni mwalimu aliniudhi. Ni kusimama kwa miguu yako miwili kwa jina la Yesu. Sema amen. Habakuki alikuwa mtu wa malalamiko, anafanana na watu wa leo. Wengine ni waombaji, maneno mengi. Hebu angalia siku hizi tumekuja tuko wenyewe. Angalia siku hizi, angalia. Mungu alikaa kimya. Siku yule Habakuki anasema nitasimama tena kwenye mlima nimsikie Mungu, nione kwa habari atakaloniambia, kwa habari ya kulalamika kwangu. Alivyoacha kulalamika
akamuuliza Mungu, Mungu alimwambia iandike njozi, iandike njozi, andika ndoto yako, andika maombi yako, andika malengo yako, andika maono yako. Anasema kicho ulichokibeba lazima kitatokea tu. Hebu soma Habakuki 2. Mtu mmoja afungue kitabu cha Habakuki ile sura ya 2. Angalia pale Habakuki. Kuna watu toka Januari hawajamcheki Habakuki wala hawajui yuko wapi. Habakuki sura ya 2. Sasa kama uko kitabu cha Agano Jipya hutampata Habakuki. Habakuki uko Agano la Kale. Jina la Bwana libarikiwe. Habakuki sura ya 2 mstari wa 2. Anasema Bwana akanijibu akasema, iandike njozi ukaifanye iwe wazi sana katika vibao, ili aisomai apate kuisoma kama maji. Maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa, inafanya haraka ili kufikiria mwisho wake, wala haitasema uongo. Ijapo kawia, ingoje, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Lakini baada ya kuacha kulalamika, baada ya kuacha kuangalia watu, alikuwa analalamika, anasema watu wanaofanikiwa ni watu wengine, tena ni wale wenye dhambi ndio anapewa nafasi, lakini sisi tunapita mali pagumu. Ni manunguniko, penye manunguniko hapana baraka. Hebu tupongeane hewani namna hii. Jina la Bwana libarikiwe. Unakumbuka juzi Jumapili neno ambalo nilikuhubiria madhabahuni? Yule mtu alikuwa anaitwa Isaka, alienda akachimba kisima, wakakigombania. Ugomvi, hakukaa hapo. Penye ugomvi hakuna mafanikio. Akaanza kuwaza kwa habari, nikishughulika na wanaogombana na mimi, yani mimi siwezi kuwapa hawa mifugo maji, watakufa. Unakaa kwenye nyumba ya kupanga, unashindana na watu. Unakaa kwenye ofisi, unashindana na watu. Unaingia kwenye mtandao, unatafuta nyimbo za kuimba kwa mafumbo, ukidhani Yesu atakuponya. Hakai hapo, ondoka hapo, tafuta nafasi na Mungu wako katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Yani penye maneno apendwa, hapana mafanikio hata siku moja, hapana mafanikio. Penye manunguniko, angalia wana wa Israeli walinungunika, Mungu aliwaletea nyoka. Nyoka amebeba sumu. Na ndio maana mara nyingi hata kwenye ndoa ikishakuwa ni ya maneno, mimi nataka nikwambie hakuna mafanikio. Mimi nilikuwa na baba mmoja ananiambia, angalia mke wangu ni huyo hapa, nimebakiza miaka 6 ili ni staff, lakini angalia vitu anavyofanya. Unajua mke wake anaombaje? Anasema jioni wakati wa kuomba anaombaga hivi, anasema Mungu asante kwa ajili ya siku ya leo, lakini baba, kuna watu wengine hata ukimwambia kitu hataki kusikia. Yani anamsema mume kwenye sala anamsema mume kwenye sala. Anasema baba, ninajua kabisa ninavyoangalia watu wakipita huku ndani, kuna macho yanaangaliana ambayo si ya kwangu. Hilo pepo nalifuta. Manake binti wa kazi amepita, baba akamwangalia, kwa hiyo anaiweka kwenye sala. Yani yeye haongeagi hivi, anasubiri kwenye sala. Kabisa kabisa, baba yangu kabisa, ninaomba katika jina la Yesu Kristo, mtoto wangu huyu wa kiume hata wa Mchaga, na mtoto yuko darasa la 2. Kumbe anamsema mume wake wa Kichaga kwamba kwa sababu ya matatizo yake hawezi kufanya nini, kuruhusu mtoto. Alafu yeye ni Mchaga, mume wake ni Mchaga, lakini kwa kuwa vimeumana huko ndani, anatumia kwenye maombi mahali hapo. Yule baba anasema, nina nyumba Dodoma, niko hapa, nina kazi, mimi ni mtu mkubwa kwenye ofisi yetu, ni kama manager fulani serikalini. Anasema mpaka saa hii sijaweza kuandaa kustafu kwangu, lakini imebaki miaka 6 ni stafu. Lakini shida ndio hii. Ngoja niwaambie wapendwa, nataka nilisaidie kanisa. Huyu mama akiwa anaoga, alafu akasikia binti ameweka chakula mezani,
anavaa kanga na sabuni, anakuja kupakua chakula chake, anaenda kuficha ili mume asimwekee sumu, na wanalala nyumba moja. Nikawaambia, hii ni ndoa ama ni ndoano? Hayo maisha siyawezi. Sema amina. Mimi siyawezi hata kidogo. Yani unavyoona mimi nimekuja hapa, nimeshapiga simu nyumbani kwamba mke wangu ametoka kazini, uko salama, na ananiambia huko naendeleaje. Yani at least akili ikae sawa, nyumbani kuko salama, unapata upako wa kuja kusimama hapa. Sema amen. Jina la Bwana libarikiwe. Ile nikiamka saa 10 tumepata mdada sijamjua, lakini ni mdada mpya. Ninamwambia, umemwonaje kwenye ulimwengu wa roho mke wangu, unamwonaje? Namwambia nivumilie, ninarudi Jumatatu, Jumanne ninaingia hapo, jioni tuna ibada ya kumweka wakfu. Ndio ndoa inaenda, ndio familia inaenda. Sema amina. Lakini we unakaa hapa, kila mtu ana chumba chake, mkikaa kila mtu ana shuka lake, huyu anaangalia huko, huyu huko, lakini mkiwa katikati ya watu mnaonekana ni watu. Lakini hata nikwambie, penye manuniko, penye ugomvi, hapanaga baraka. Na mimi nataka nikwambie, tunaenda kutengeneza wana maombi ambao hawataangalia changamoto, watamwangalia Yesu peke yake. Tunataka agape ambayo ina watu wanaomlingana Bwana. Asubuhi, saa 6 na jioni, wanakwaya wache wasije, sisi tunawapenda, tutawaombea. Hawaendi jumuiya, tutaziombea jumuiya, tutawaombea watumishi, tutawaombea wahubiri, tutawaombea watu wa vyombo, tutawaombea watu wa media. Madam tuko wote ni kundi la watumishi waliochoka, tutawainua kwa jina la Yesu. Lengo letu agape isimame katika jina la Yesu Kristo. Tukijua kwaya ina watu wachache, tunaongeza hapo maombi ili inuke kwa jina la Yesu. Tukijua kwaya ni kubwa, sisi tunailinda kwa maombi ili wasirudi nyuma. Kazi yetu ni moja, kusimamisha ufalme wa Mungu kwenye madhabahu yake katika jina la Bwana. Sema amen. Kuna mtu anabarikiwa hapo? Kuna mtu anabarikiwa hapo? Ndio. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nataka nikupe tena neno moja la Wakorintho wa kwanza ile sura ya 10. Wakorintho wa kwanza ile sura ya 10 na ule mstari wa 13. Wa 13. Mungu atusaidie. Nataka nikupeleke kwa haraka sana, alafu tuingie kuomba katika jina la Yesu Kristo. Wakorintho wa kwanza 10:13 anasema, jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata wacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili mweze kustahimili. Kwa jaribu lolote likija kwako, ni baba, ni mama, ni mjane, ni yatima, limekuja kwako, ni kiongozi, limekuja kwako, ni mwanajumuiya, ni mzee wa kanisa, ni mwanakwaya, kitu cha kwanza, jaribu likija usiogope. Anasema kilo jaribu ni kawaida. Igeni kwenye maombi. Sema amina. Mwambieni Mungu hapana. Kwa nini tuwe hivi? Kwa sababu kuna watu tumeanza nao, alafu tuko nao sana. Yani tuko nao sana, wamekaa huko mitaani, wengine wamekata tamaa, wengine wamerudi nyuma, wengine wamevunjika moyo. Lakini Biblia inasema jaribu likija mahali popote, lina mlango wa kutokea. Limekuja kwako kwa sababu unaweza. Jina la Bwana libarikiwe. Nilimkuta binti mmoja, baba mchungaji na mtheolojia. Nimekutana na binti mmoja aliolewa na miaka 19 harusi, miaka 19. Ameingia mwaka wa 20 akiwa mjamzito, mume wake akafariki akiwa na miaka 20, akaachwa mjamzito. Yule binti ananiambia, niliweka nadhiri mbele ya Mungu ya kwamba mimi nitazaliwa, nitaolewa na mume mmoja, na kwa Yesu naenda kusimama na mume mmoja. Kwa
Kwa hiyo hapa unaponiona mtumishi mpaka naingia kaburini, hakuna swala la kuolewa, lije jaribu lisije jaribu. Na ndio maana namtumikia Mungu. Nimeamua kusimama, ni nadhiri yangu, nimesema madhabahuni na mbele ya kanisa. Angalia, huyo ni binti wa miaka 20, alafu mtu anakaa miaka 90, miaka mingapi? Lakini nakwambia kwa Mungu inawezekana. Kwa Mungu inawezekana, hakuna lisilowezekana. Jina la Bwana libarikiwe. Jaribu tunalozungumza sio jaribu la kukaa leo huna chakula wakati kesho unakula, asubuhi umekunywa chai. Ni jaribu kweli. Unaenda hivi kama mtu mmoja alifariki mwaka jana. Naomba nisikwambie ni nani. Alikuwa ni mtu wangu wa karibu, tumetoka naye mbali sana, na alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Naomba nisikwambie ni nani. Lakini katika kupimwa kwake akaambiwa huwezi kupata mtoto kwa sababu una uvimbe tumboni. Ule uvimbe ukaendelea. Wako ana hela nzuri na wake ni mfanya biashara mkubwa, anakwenda China. Sikiliza wapendwa, akawa ameona hali inakuwa ni mbaya, alafu lazima aende akatoe ule uvimbe. Akakusanya hela, akaenda hospitali. Wakamwambia hapana, hapa ni nje. Wakaenda wakabuku India, wakampeleka India. Watu walikusanya karibu milioni 45 kwa ajili ya hiyo hali, ili tu aweze kupata mtoto kwa sababu ya uvimbe. Sasa amefika India, akafanyiwa operation na akawa amefanyiwa ikakamilika. Daktari akaja baada ya kuzinduka akamwambia, tulipokuwa tunaondoa uvimbe tumegundua pia na kensa ilikuwa inanyemelea, pressure ikapanda na akafa, akarudi maiti. Tunazungumza jaribu kweli. Hebu tupongeane watumishi wa Mungu. Natamani nikufundishe. Unaweza ukakaa hapa ukadhani unajaribu, lakini ukikutana na mtu ambaye anajaribu. Mtu mmoja alikuwa asijisikii vizuri, akaandika barua, akatuma kazini, akawaambia mimi siwezi kuja kazini leo kwa sababu ninaumwa. Wakamwambia pole, magrupu ya kazini, pole. Akaenda hospitali. Ile anapita kwenye kordo akakuta mwanaume mwenzie, yani kuna mirija huku amewekewa, yani sijui mirija wa mkojo mwingine unadondoka. Akaenda kwa daktari, akarudi, akapakia gari, akaenda ofisini, akasema mimi siumwi, mimi ni mzima. Sema amina. Wewe unaweza ukadhani unaumwa, ukikutana na mtu anayeumwa unapona bila daktari. Ninakuombea kwenye jaribu lako uone ushindi katika jina la Yesu Kristo. Kila jaribu lina mlango. Inua mkono wako wa kulia juu ili ukumbuke kabisa. Sema Bwana Yesu, mbele yangu na maisha yangu liko jaribu lililonifikisha njia panda. Mimi peke yangu sitaweza usiponisaidia. Mungu liye hai, katikati ya changamoto, katikati ya hii bahari, Mungu uliyegawanya bahari ya Shamu, Israeli akavuka, nisaidie bahari yangu, jaribu langu ligawanyike ili nivuke kwa jina la Yesu. Piga kelele, sema amen. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa tulipokuwa tunajifunza kwa habari ya umuhimu wa kumfanya ibada binafsi na Mungu, na tukasema leo ni siku ya maombi, ni vizuri huu msimu wako ukaenda nao kiagano. Jina la Bwana libarikiwe. Ukaomba maombi ya kiagano. Na mimi kwa sababu ya muda pale, natamani nitumie kama dakika 10 nikupe tu maandiko ya kusimamia. Wale waliokuwa asubuhi waliyapokea, na wewe jioni ninaomba yapokee, na wale wanaotufuatilia walikuwa hajapata ile asubuhi waweze kupokea hizi agenda, alafu tuingie kwenye maombi. Kama ndani yako unaona hujaweka agenda za kusimamia, ninakuomba uwe nazo katika jina la Bwana. Jambo la kwanza, namba 1, ombea safari yako ya kutoka hapa mwezi wa 7 kwenda
mpaka Disemba, tunakwenda mpaka tarehe 31 mwezi wa 12 2026, na Mungu atuingize 2027. Kwenye hii safari yako, tamani Mungu awe pamoja nawe njiani. Mungu akulinde, Mungu akutetee, Mungu akubariki. Nilikwambia siku ya Jumapili, nikarudia Jumatatu, kila siku inayotoka kwa Mungu imebeba cha kwako. Mwambie Bwana, mwezi wa 7, mwezi wa 8, mwezi wa 9, mwezi wa 10, wa 11, wa 12, na mwambie Mungu, mwezi wa 7 umebeba siku 31, mwezi wa 8 umebeba siku 31, mwezi wa 9 umebeba siku 30, mwezi wa 10 umebeba siku 31, mwezi wa 11 una siku 30, mwezi wa 12 una siku 31. Baba, kila siku utakayonikirimia imebeba cha kwangu, najipatanisha na hizo baraka za kwangu katika jina la Yesu Kristo, na Mungu atakusaidia. Kitabu cha Mwanzo 28, kitabu cha Mwanzo 28. Kama ulikuwa hujaandika, ninaomba uandike Mwanzo 28, Mwanzo 28, na tutasoma Mwanzo 28, tutasoma kuanzia mstari wa 20 mpaka wa 22. Mwanzo 28 mstari wa 20 mpaka wa 22. Yakobo akaweka nadhiri, neno nadhiri, agano, akisema, Mungu akiwa nami, akinilinda katika njia niendayo, na kunipa chakula nile na nguo nivae, nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu, na jiwe hili nililolisimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu, na katika kila utakalonipa hakika nitakutolea wewe sehemu ya 10. Jina la Bwana libarikiwe. Yakobo ametoka nyumbani. Naomba nitazame huko mbele, nitazame huko mbele. Yakobo ametoka nyumbani, amegombana na Esau, hajui kama anakoenda atapokelewa. Amegombana na baba yake, hana amani na kaka yake. Baba hana amani na mama, maana mama amemsaidia Yakobo. Kwa hiyo ile nyumba ni kama imeharibika. Roho ya mauti bado inawafuatilia. Kwa nini? Esau anataka kumua Yakobo. Mama alipogundua tayari jambo hili litaleta mauti, anamwambia kimbia, na hawezi kupita njia ambazo zinaonekana kwa sababu anaviziwa. Soma hiyo Biblia yako vizuri. Alikuwa eneo la pori, alikuwa kama eneo la msitu, anakwenda kwa mjomba ambako hajawahi kuishi. Kwa hiyo hajui nini kitatokea, hajui kama mjomba atampokea, hajui kama mjomba atampa kazi, hajui kama mjomba atakuwa baraka kwake. Akiwa amelala usiku, na akachukua jiwe akaweka kichwa pale, ndipo akaona malaika wanapanda na kushuka. Manake pale kulikuwa ni makao ya malaika, kulikuwa na madhabahu ya Ibrahim baba yake. Ni eneo ambalo babu yake aliwahi kuliita Betheli. Betheli manake ni nyumba ya Mungu. Bethi ni nyumba, Eli ni Mungu. Bethi ni nyumba, Lehem manake ni mkate. Unaposikia neno Bethlehem manake nyumba ya mikate. Watheolojia wanajua hiyo kitu vizuri kabisa. Jina la Bwana libarikiwe. Alipoamka kwenye usingizi akasema, hakika hapa nilipopatia haya maono, nilipopatia ufunuo ni nyumba ya Mungu. Na sisi jioni ya leo tuko nyumba ya Mungu katika jina la Yesu Kristo, na Bwana anatupa mafunuo yake. Anasema, kwa sababu hiyo sina kitu chochote. Sisi jioni ya leo hatuwezi sema hatuna kitu. Jiwe letu ni sadaka tulizobeba katika jina la Yesu Kristo, ni sadaka ya agano. Nisikilize mtumishi wa Mungu, huyu mtu anasema, Baba, niko hapa, sina kitu chochote mfukoni, na unajua huku ni porini. Akaamka asubuhi na mapema, akatafuta miti inayotoa mafuta, sijui aliakamwaje, alipondaponda, akachukua jiwe akalisimamisha, anaweka agano pale. Agano
agano analoweka ni agano la kiuchumi. Anamwambia Bwana, ukiwa nami katika njia niendayo. Sisi njia yetu ni ya kutoka mwezi wa 7 kwenda Disemba, katika jina la Yesu Kristo. Ukanilinda, ukanipa chakula na maji ninywe na nguo nivae, nikarudi nyumbani sina ugonjwa wowote, sijarudi kwenye jeneza, nikafika tena kwa amani kwenye nyumba ya baba yangu. Jiwe hili nililosimamisha nitakutolea fungu la 10, na kila utakacho nibariki nitakutolea fungu la 10. Mahali hapa nitakujengea madhabahu. Mungu ni Mungu wa maagano, alitimiza yote. Na Yakobo akarudi nyumbani akiwa na mali nyingi, na ndugu yake akampokea. Ninakuombea uwe na Mungu wa kiagano katika jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Sema amen. Unabarikiwa mpaka hapo? Mwambie Mungu, hii njia niendayo, ndoa yangu inakoenda, biashara yangu inakoenda, ofisi yangu inakoenda, uzao wangu wa kiume unakoenda, uzao huu wa kike unakoenda, mimi mwenyewe ninakoenda. Ni kama Mungu nikiamka sijaelewa naenda wapi, lakini Mungu ninaweka agano la kutembea nami kwenye safari yangu ya utumishi. Wapendwa, mimi ni mtu ninasafiri, haijawahi tokea. Juzi nimetoka Mbulu vijijini, nimefika tu Dar es Salaam pap. Yani ile nafika Jumanne, Ijumaa niko kwenye gari, niko hapa. Nikirudi pale Dar es Salaam nina semina moja tu, Kigoma wiki 2. Yani nikitoka hapo ni hinchi, ni kule, sio Singida, sio Meatu, sio Mbinga, kule kusini kabisa pakani na Malawi. Na kuhakikishia tunapanda haya magari mpaka unakaa hapo mbele, na huko unalala, unamwambia Mungu, wewe pekee unatosha. Na kuombea mpendwa, tunapita Kahama, utembee kwa gari, utembee kwa mguu, uingie kwenye basi, Mungu awe pamoja nawe, akulinde, akuondoe kwenye ajali. Wako waliogongwa na pikipiki wakafariki, wakagongwa na magari wakafariki, wakagongwa na baiskeli wakafariki, wakapigana wakafariki. Kwako wewe, mkono wa Bwana ukulinde katika jina la Yesu Kristo. Na mtu mmoja aseme amen. Ninakuombea jioni ya leo. Ni maombi ya kiagano katika safari ulionayo. Mwambie Mungu, uchumi wangu uko hapa, ninaomba utoe hapo. Sijawahi kuona milioni, ninaomba Mungu nione. Sijawahi kushika laki kama akiba, ninaomba kama kuna kutu, kama kuna mende wanaokula, Baba ninaomba ziba hayo mifuko iliyotoboka kwa jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu atakusaidia. Mwambie Bwana, linda watoto wangu, wanakwenda huko shule. Wengine sijui wameangukiwa, wengine majumba yameukua, lakini wa kwangu awe salama katika jina la Yesu Kristo. Ninakuombea hilo neno lishike, litakusaidia katika jina la Yesu. Andiko la pili ni Mambo ya Nyakati. Mambo ya Nyakati wa pili. Niombeni twende haraka kidogo. Ninauona muda wapendwa, ninauona muda. Sio kwamba sijauona kabisa. Mimi ni mtu ninayejua kitu ambacho kinatakiwa. Nivumilieni kidogo kwa jina la Yesu. Leo ni Ijumaa ya maombi. Sema amen. Naomba niende haraka tu. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili 15. Naomba Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 15. Naomba nisome mstari wa 5 na wa 6, alafu tasoma 12 mpaka wa 15. Naomba nisome Mambo ya Nyakati wa pili 15 mstari wa 5 na wa 6. Hata na zamani zile hakukuwa na amani kwake atokaye wala kwake aingiaye, ila fadhaa kubwa juu ya wote wakao katika nchi. Wakavunjika taifa juu ya taifa na mji juu ya mji, kwani Mungu aliwafadhaisha kwa shida zote. Mstari wa 12, wakafanya agano ya kuwa
kumtafuta Bwana Mungu wa baba zao kwa mioyo yao yote na kwa roho zao zote, na ya kwamba yeyote asiyemtafuta Bwana Mungu wa Israeli atauawa, akiwa mdogo au mkubwa, kwamba ni mwanaume au ni mwanamke. Wakamwapia Bwana kwa sauti kuu na kwa kelele na kwa mapanda na kwa baragumu, na Yuda wote wakakifurahia kile kiapo, kwani wameapa kwa moyo wao wote na kumtafuta kwa mapenzi yao pia, naye ameonekana kwao, naye Bwana akawastaresha pande zote. Unapokutana na majaribu na unataka kuondolewa katika mateso, andiko hili, hao watu wamevunjika, hawaelewi maisha yanakwenda ama hayaendi. Walichofanya, wakaweka agano ya kwamba tumtafute Bwana. Na jioni ya leo natamani tuwe na watu watakao mtafuta Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Wanasema kulikuwa kuna amani kwake aingiaye wala atokaye. Kuna watu sahihi wako hapa, haelezi mtu shida yake, awe ni mwana maombi, awe ni msharika, awe ni mwana ndoa, awe ni mwana kwaya, atakuja hivi shida yake hawezi kusema, lakini amevunjika. Hao watu akasema tunaweka agano. Walipoweka agano, Bwana akafurahia lile agano, alafu akawajibu, akawastaresha. Na mimi nakuombea majira ya kuburudishwa katika jina la Yesu Kristo. Sijasikia mtu anasema amen kwa jina la Bwana. Namba tatu, agano la kumwona Mungu. Agano la kumwona Mungu kwenye maisha yako. Agano la kumwona Mungu kwenye maisha yako. Zaburi ya 132. Zaburi ya 132. Zaburi ya 132. Nataka nikusomee ule mstari wa 3 mpaka ule wa 5. Kitabu cha Zaburi 132:3-5. Anasema sitaingia hemani mwa nyumba yangu, wala sitapanda matandiko ya kitanda changu. Sitaacha macho yangu kuwa na usingizi, wala kope zangu kusinzia, hata nitakapompatia Bwana mahali na shujaa wa Yakobo maskani. Hebu nipungie wani namna hii. Kama unaniona nipungie tu namna hii. Huyu mtu niangalie, anasema hivi, nina nyumba. Hebu sema lakini siende, sitaingia hemani. Kwa nini? Ninakwenda mahali nikajifungie hapo niombe, kama Yesu alivyokuwa anaenda mahali pasipokuwa na watu, alafu anaomba huko peke yake. Na alikuwa na mahali Getsemane, na wakati wanaenda kumkamata Wayahudi kwa ajili ya kumsaliti na kumua na kumweka msalabani, walikuta anatoka kwenye maombi. Jina la Bwana libarikiwe. Mahali alipoomba peke yake, mpaka mishipa ya kwenye macho inapasuka, inachanganyika na machozi. Wanasema machozi ya damu yakawa yametoka. Aliwaza kupita kawaida. Hata wewe ukiwaza kupita kawaida, mishipa hii inaweza ikapasuka na ukashangaa damu inatoka kwenye machozi. Sasa sikiliza, huyu mtu anasema hapana, sitaingia. Lakini anasema it's okay, niko nyumbani, kuna kitanda, sitapanda kitanda changu nilale. Manake nakaa sebuleni, nakaa chumba cha maombi ili nimlingane Bwana. Sema amina. Na hata kama sijaenda kulala, sitaacha macho yangu yaone usingizi, kwa sababu kuna mahali ninataka kumwona Mungu. Na mimi nasema wana Agape, kuna mahali tunataka kumwona Mungu. Wana ndoa, kuna mahali tunataka kumwona Mungu. Watumishi, kuna mahali tunataka kumwona Mungu. Hata jumuiya zetu, hata waimbaji, kuna mahali tunataka kumwona Mungu. Tunataka kumwona Mungu. Watoto wetu wanakwenda shule, pesa isipotee. Ninakuombea hata pale kazini kwako, kuna namna unataka kumwona Mungu. Kwenye uchumi wako, afya yako, ninakuombea Mungu akupe nguvu za kusimama mpaka umwone Mungu kwenye maisha yako, katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Wapendwa, seme na hii sio ya kawaida, wala ujumbe huu sio wa kawaida. Usiuchukulie kawaida. Hii ni nyenzo ya kukusaidia juu ya safari yako. Ukitulia katika hili neno, wewe ni mshindi zaidi ya kushinda. Kuna agano la uzao ambalo tulizungumza
na ninaomba hapa nisisome kwa sababu mistari ni mingi. Samueli wa kwanza ile sura ya kwanza, Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 10 mpaka wa 11. Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 10 mpaka wa 11. Hana anaweka agano, anasema Mungu, ukinipa mtoto mwanamume nitamtoa kwako awe kuhani, wala mimi sitakaa naye. Anasema Mungu akasikia maombi yake. Wale waliokuwa kwenye ibada ile ya CCT Jumapili, huu jumbe nilisimama nao vizuri kabisa. Yule mama ibada imeisha, hajaenda nyumbani, akarudi madhabahuni, akasema wanao kwenda nyumbani wanajua kwa habari ya maisha yao. Kule kwangu kuna changamoto, sioni raha ya kwenda nyumbani, ni mpaka nikae na Bwana anijibu kwa habari ya pito nalopita. Alipokaa madhabahuni, ile kutoka madhabahuni akatoka na Samueli wake. Na wewe una Samueli wako jioni ya leo, ninaomba utoke naye katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Kuna watu nasikia rohoni na wengine kwenye mtandao anasema, tumishi, mbona hujasoma hilo andiko? Nikusomee mistari miwili tu, mistari miwili, wa 10 na wa 11. Wa 10 na wa 11, kitabu kile cha Samueli wa kwanza sura ya kwanza tu mstari wa 10 na wa 11. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana, akalia sana, akaweka nadhiri akasema, e Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utalitazama, utaangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikilia kichwani kwake. Mwisho kabisa ni agano la kuondoa miungu kwenye malango. Agano la kuondoa miungu kwenye malango. Agano la kuondoa miungu kwenye malango. Kitabu kile cha Yoshua ile sura ya 24. Kitabu kile cha Yoshua sura ya 24 na ule mstari wa 22 na wa 28. Kitabu cha Yoshua 24, 22 mpaka 28. Biblia inasema, Yoshua akawaambia watu, ninyi mmekuwa mashahidi juu ya nafsi zenu ya kuwa mmemchagua Bwana ili kumtumikia yeye. Wakasema, sisi tu mashahidi. Akasema, basi sasa iondoeni miungu migeni iliyo kati yenu, mkaelekeze mioyo yenu kwa Bwana Mungu wa Israeli. Ndipo hao watu wakamwambia Yoshua, Bwana Mungu, wakamwambia Yoshua, Bwana Mungu wetu ndiye tutakayemtumikia, na sauti yake ndiyo tutakayoitii. Basi Yoshua akafanya agano na wale watu siku ile, akawapa amri na agizo huko Shekemu. Yoshua akayaandika maneno haya katika kitabu cha Torati ya Mungu, kisha akatoa jiwe kubwa, jiwe tulilo nalo ni sadaka yetu jioni ya leo, akalisimamisha huko chini ya ule mwaloni uliokuwa karibu na patakatifu pa Bwana. Yoshua akawaambia watu wote, tazama, jiwe hili litakuwa ni shahidi juu yenu, kwa maana limesikia maneno yote ya Bwana aliyotuambia, basi litakuwa shahidi juu yenu, msije mkamkana Mungu wenu. Basi Yoshua akawaruhusu watu wakaenda zao, kila mtu kwenye urithi wa kwake. Sasa sikiliza wapendwa watumishi wa Mungu, nataka tuingie kwenye maombi. Yoshua nimeona mambo hayaendi, na alipoangalia akakumbuka watu walitoka Misri, hawakuacha uchawi wa Misri, wamekuja nao nyumbani. Na huko nyumbani Mungu hakai kwenye uchawi. Mungu hakai, badala ya kukaa kwenye uchawi anapatiliza wana maovu ya baba zao, kizazi cha 3 na cha 4. Kwa mshirikina yote anaingiza kizazi chake cha kwanza, cha pili, cha 3, cha 4 kwenye matatizo.
Sasa alichoambia watu, asema mimi peke yangu nitamtumikia Mungu. Wakasema hapana, na sisi tunamtumikia Mungu. Akawaambia hamwezi mkamtumikia na hizi tabia, iondoeni hiyo miungu. Walipoiondoa, akalisimamisha jiwe, akasema limekuwa shahidi ya kwamba sisi wote tutamtumikia Mungu, na Mungu akaonekana kwa Israeli. Simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako kwa jina la Yesu. Leo ni Ijumaa wapendwa, nataka tuingie kwenye maombi. Kama huna bahasha, watumishi watakupa bahasha. Saa nyingine bahasha wameka kwenye kiti, naomba chukua bahasha yako, weka sadaka yako. Kuna watu walitoa asubuhi, watatamani kutoa na sasa. Na haya maombi ninaomba tuombe tukiwa tumesimama mbele za Mungu kabisa kabisa. Kama una bahasha, inua mkono wako juu, ni muhimu sana. Alafu niwaombe ninyi wapendwa na wale ambao mnatufuatilia kwenye mtandao, Mungu akikugusa kwa ajili ya hii semina, fanya kitu kwa jina la Yesu. Fanya kitu kwa jina la Yesu. Fanya kitu kwa jina la Yesu Kristo. Njoo ofisini, lakini hapa chini hapa kuna namba zinapita hapa, unaweza pia kuzitumia. Kuna namba za mtandao, kuna namba ya benki. Itumie sadaka yako, itawezesha semina hizi. Semina haiishi, semina inaendelea tena na wiki ijayo. Ufanyike baraka kwa jina la Yesu Kristo. Na wewe uliyeko hapa, tamani kuweka agano kwa njia ya sadaka, ili Mungu atembee na wewe katika majira haya. Naona kuna watu hawajapata bahasha, naomba wachukue kule nyuma, bado wananyosha mikono. Kwa hiyo asante, asante, asante watumishi. Niombe sasa wale mnaorudi mahali penu mkae kwenye viti, ili tuweze kuomba kwa jina la Yesu Kristo na kupeleka kwenye maombi na kuongoza, alafu tutaomba katika jina la Bwana. Weka hiyo sadaka yako vizuri, na asante, asante, asante kabisa. Kuna wengine bado wanapokea. Asante. Okay, asante. Inua mikono yako miwili juu, inua tu kwa Bwana. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako, ninakushukuru uliyenipa huu mwaka, ukanivusha katika mambo mengi, ukanibariki katika vitu vingi, ukasimama na mimi na familia yangu, kazi zangu, biashara yangu, maono yangu, uzao wangu, utumishi wangu, na kila nafasi ulionipa. Bwana, ninakutukuza. Hebu nenda mbele za Bwana, mshukuru Mungu. Tumia kama dakika moja kwenda mbele za Bwana. Tumia kama dakika moja kwenda mbele za Bwana, mshukuru Mungu. Maanisha, kumbuka ya kwamba tunafanya ibada binafsi, ibada ya kwako, ibada ya kwako, ibada binafsi na Mungu, ibada ya rohoni kwako, ibada ya ndani ya moyo. Mwambie Baba, nimekuja kama nilivyo. Nimeona ulivyonivusha, nimeona ulivyonitetea, nimeona ulivyoniepusha na mabaya, nimeona ulivyosimama na ndoa yangu, nimeona ulivyosimama na uzao wangu, nimeona ulivyotetea afya yangu. Katikati ya majaribu umenishindia, katikati ya vita hukuniacha. Umesimama upande wangu, umenishika sana Mungu, umenitetea sana Mungu. Mwambie Bwana asante. Uliyenipa afya, ukanipa uzao, ukanipa mali, ukanipa Bwana kukujua wewe. Hata nguvu nilionayo ya kuja kwenye hii madhabahu ni mkono wako Jehova. Mwambie Bwana asante, mwambie Yesu asante, katika jina la Yesu Kristo. Ukiwa katika hali ya maombi, connect hapo na maombi ya toba. Mwambie Bwana, ninakuja kwako kama nilivyo, nikisema ya kwamba sina dhambi, ninajidanganya na wala kweli haimo ndani yangu, lakini nikiziungama, wewe ni mwaminifu na wa kweli. Mwambie Yesu, peleleza, peleleza ndani yangu. Yesu, kama kuna njia iletayo majuto, niondolee. Peleleza ndoa yangu, peleleza familia yangu, peleleza mahusiano yangu, peleleza utumishi wangu, peleleza kazi zangu, peleleza kwenye ukoo wangu, peleleza ndani ya kanisa. Baba,
ikiwa kuna njia iletayo majuto, Yesu katurehemu, Yesu katusamehe. Hatuna makimbilio mengine zaidi ya damu yako ya Kalvari. Hiyo damu yako inanena mema Baba, hiyo damu yako inene mema juu ya huyu baba, inene mema juu ya huyu mama, inene mema juu ya kijana wa kike na wa kiume, inene mema juu ya watoto wetu. Hiyo damu yako Bwana inene juu ya wachane na yatima. Hiyo damu yako Bwana inene juu ya wagane. Ipeleleze kule kazini, ipeleleze kule kwenye biashara, ipeleleze kule tulikotoka, ipeleleze afya zetu Baba. Ikiwa kuna njia iletayo majuto, hatuna makimbilio mengine. Jioni ya leo tumekuja kama tulivyo. Yesu tunaomba ukaturehemu, Yesu tunaomba ukatusamehe, Yesu tunaomba ukatuondolee. Hatuna makimbilio mengine zaidi ya msalaba wako, hatuna makimbilio mengine. Yesu peleleza, yawezekana kuna matamko, yawezekana kuna dhambi, yawezekana tumejinajisi. Yesu hatutamani kwanza huu msimu vibaya, tunatamani Bwana tutembee na wewe. Yesu ikiwa kuna njia iletayo majuto, Yesu katurehemu. Ikiwa kuna njia iletayo mapigo, Yesu katutoe kwenye hayo mapigo. Tumekukimbilia Jehova, tusiaibike milele. Tumekukimbilia Jehova, tusiaibike milele. Kwa haki yako ukatuponye Yesu. Baba, kama kuna aibu inakimbilia maisha yetu, Yesu hatuna makimbilio mengine. Tunakuja kwako, ni damu yako tu ndiyo inayoturehemu, ni damu yako tu ndiyo inayotusafisha. Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo, na ijulikane ya kwamba damu yako haikumwagika bure. Hiyo damu yako Bwana ilimwagika ili tukombolewe katika jina la Yesu Kristo. Inua mikono yako miwili juu, connect, mwambie Bwana, ninaomba uso wako wende pamoja nami katika safari yangu ya mwezi Agasti, ya mwezi Septemba, Oktoba, Novemba na Disemba. Yesu uwe pamoja nami, ukawatawanye maadui wanaosimama mbele yangu, ukaniondolee vizuizi, ukanipiganie, ukanitoe kwenye mateso Baba, ukanipe raha. Ninasimama na hii sadaka kwa damu ya Yesu Kristo, ni sadaka ya agano, ni sadaka ya agano. Yesu usiniache, Yesu usiniache, nitetee, nipiganie kwa namna ya kipekee. Nimekukimbilia Jehova, ni wewe pekee. Shika maisha yangu, shika kazi yangu, ishike ndoa yangu, shika uzao wangu, shika watoto wangu. Yesu ishike Bwana. Kila ndoto niliyobeba peke yangu Bwana sitafika, lakini ukiwa pamoja nami ninajua ninayaweza mambo yote katika wewe unanitia nguvu. Hivyo Bwana, niko hapa, ninaomba washike watoto wangu, shika elimu zao, shika na wajukuu. Yesu ishike nyumba yangu, shika na mtaji wangu, ishike na biashara yangu. Yesu, ninaomba watu wa malango yangu asibaki hata mmoja. Mikono yetu tunaomba ikageuke kwa malango ya kupitisha baraka. Inua mikono yako miwili juu, mwambie Yesu, mikono hii kama kuna kilichozuia baraka na ileta kwako na hii sadaka. Yesu, komboa kila kazi ya mkono wangu, nikifanya kazi ndogo, nikifanya kubwa, uwe pamoja nami. Nikifanya kubwa, nikifanya ndogo, Yesu kanibariki. Popote nitakapokwenda, chochote nitakachofanya na mikono hii, Yesu, ninaomba baraka zako. Mwambie Yesu, najipatanisha na kila baraka ya kwangu, na kila baraka ya kuinuliwa, na kila baraka ya kupiga hatua mbele. Mwambie Yesu, katika majira haya sikuachi Jehova, usiniache. Mbingu yangu ikawe wazi, mbingu yangu ikawe wazi kwa damu ya Yesu Kristo. Wewe ni Mungu wa wote wenye mwili. Mwambie Bwana, unatubariki tunapoingia, tunatubariki tunapotoka. Hautatuacha mwezi wa 7, hautatuacha mpaka Disemba. Utatupa
Bwana, miaka mingi umetupa ushuhuda ya kwamba toka tumezaliwa Yesu umetushika, uliyetushika toka kuzaliwa na mpaka leo hii. Una uwezo tena wa kutupeleka miaka mingine kama hii, miaka ya ushindi, miaka ya baraka. Vya kwetu vilivyokufa viinuke kwa jina la Yesu Kristo. Mitaji iliyopotea inuke tena Yesu. Neno lako linasema kwa harufu ya maji mti unaota. Tunaomba Bwana tuinuke tena kwa jina la Yesu Kristo. Tunalileta kanisa lako Baba, tunaomba uamsho mpya, tunaomba nguvu mpya, tunaomba nguvu kwenye madhabahu, tunaomba nguvu kwa sharika, tunaomba nguvu kwa na maombi, tunaomba nguvu kwenye ndoa, tunaomba nguvu ya ufufuo kwenye kwaya, tunaomba nguvu ya ufufuo katika kila hatua ya maisha yetu Baba. Katikati ya miaka kumbuka rehema, fufua kazi yako Bwana. Hata kama tulirudi nyuma Yesu, tumeamka tena. Tunaomba mbingu isinyamaze. Kanisa hili ni mahali pako Bwana, ni makimbilio ya watu wengi wanaokuja waje kupona mahali hapa Baba. Ninakusihi kutoka mbingu za juu, kila mmoja ambaye anatufuatilia saa hii na ambaye umempa kuomba maombi haya asibaki kama alivyo, lakini Jehova ukatuonekani, ukatubariki, ukatuvushe. Ninakusihi Bwana, watumishi wako hawa waingiapo na watokapo uwe upande wao Mungu. Ni Ijumaa tuliokuja mbele zako, tunapoangukia siku ya Jumamosi hatuachi kutamka neno kwenye jumuiya zetu, uamsho ambao si wa kawaida kwenye ibada zetu, hata ibada ya Jumapili ambayo ni ya vijana. Katikati ya vijana nenda kaokoe Jehova, nenda kainue vijana hawa walioacha vingi wakaja kwenye madhabahu, ili Mungu katika siku yao ukazae matunda Baba. Ibada hiyo ikawe ya tofauti, ikawe ya ukombozi katika kila hatua, ukawaonekanie watumishi wako Baba. Tunaomba uso wako ende pamoja nasi. Tunakataa roho za visasi na malipizi ya adui. Tunaomba utupe tena kibali katika siku ya kesho. Mungu uliyeanza nasi msimu huu ndiye utakayemaliza pamoja nasi, katika jina la Yesu Kristo Baba tumeomba na kuamini. Wote tuseme amen. Basi tunaomba chombo kitawekwa hapo na tutatoa hiyo sadaka. Usubiri baraka. Wale ndugu zetu tuliomba tubaki asubuhi, wale wana maombi wanaotamani kuomba katika mwaka huu mzima kwa ndani yao, Mungu aweke huo mzigo, basi unaweza ukabaki tukaongea mawili matatu, alafu baadaye tukaondoka nyumbani. Na Mungu awabariki. Tukutane kesho asubuhi. Naomba basi mahali ulipo tu tulie, upokee baraka za Bwana. Lakini nikualike tena, kesho ni siku yetu ya mwisho. Tumekwisha kuanzisha safari hii, tunahitaji nguvu zaidi. Kwa hiyo nikualike, tunapokwenda kuhitimisha wiki hii, basi nikukaribisha kesho pia jioni. Pamoja na hayo yote, wiki kesho pia tutakuwa na masifu ya asubuhi na jioni, lakini tutakuwa na mtumishi mwingine kwa ajili ya kuongeza nguvu na kuendelea mbele zaidi. Kwa hiyo tunakuandalia vitu hivi vikusaidie tu. Unapoamua kutembea katika mfumo, tunahitaji upate nguvu. Kwa hiyo hatufanyi tu kwa sababu tunafanya ili wewe upige hatua kwenye maisha yako ya kiroho mpaka na ya kimwili. Unapofanikiwa upande huu, fanikiwe na upande huu, na mafanikio yako yanajengwa katika msingi wa kiroho. Hakuna msingi mzuri, hata maisha yako yanabaki kuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo tunaposema tunahitaji kuweka nguvu, weka nguvu kweli. Kwa hiyo nikuombe tena, tumeianzisha safari hii mpaka tuifikishe mwisho. Usirudi nyuma. Bwana akubariki na akutie nguvu. Pokeeni baraka za Bwana. Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake, akupe amani yake. Bwana akubariki utokapo, Bwana na akubariki uingiapo, tangu sasa na hata milele. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Niwatakie baraka za Bwana, niwakaribishe kwa shukrani
lakini niwakaribishe pia kesho tunapohitimisha, beba sadaka yako ya shukrani na kumshukuru Mungu kwa namna alivyosimama na kutembea pamoja nawe. Fanya agano na Mungu kwa njia ya maombi na sadaka. Karibu tumtumikie Mungu pamoja. Asante sana waombaji na wahudumu, tutabaki hapa. Napenda kuimba fadhili zako zinazodumu milele yote. El Shaddai, muweza yote, wewe ni mwema ufananishi. Napenda kuimba fadhili zako.